Mama wa mtoto mmoja aliyedungwa kisu shingoni na hatimaye kufariki, na alidungwa kisu na mumewe ambaye ni mwalimu katika shule ya upili ya Burangasi iliyoko katika kijiji cha Sidiho, eneo bunge la Navakholo katika kaunti ya Kakamega, inataka haki baada ya kupokea ripoti ya upasuaji kuwa mpendwa wao alidungwa kisu kwenye shingo upande wa kushoto na kukata mshipa muhimu wa kupitisha damu. Nampisha mwanahabari wetu Dan Dunde na Bwayo na taswira kamili ya taarifa hiyo. Familia ya Irene imefika kwenye hifadhi ya maiti katika hospitali ya rufaa mjini Kakamega ili kujua kilichosababisha kifo cha mpendwa wao. Familia hii ikiongozwa na Patrick Oyalo ikisikitikia kilichosababisha kifo cha mwenda zake, mama wa mtoto mmoja ambaye alikuwa amerejea kwenye ndoa hiyo mwezi mmoja uliopita baada ya kusuluhisha mzozo wa hapo awali. Kulingana na ripoti ya daktari ni kuwa Irene alidungwa kisu kwenye shingo lake upande wa kushoto, mshipa muhimu ukikatwa na kupelekea damu kuingia kwenye koo, akifariki wakati alipokuwa akikimbizwa kwenye hospitali ya Navakholo. Familia inasema sababu kuu ya unyama huo ni kutokana na tofauti za kuhusu chakula, ambapo mama alikuwa ameandaa chakula aina ya wali na ndengu, ilhali mumewe alikuwa ametaka kula ugali. Daktari akasema ya kwamba alidungwa kisu kutoka upande wa left wa shingo ikaenda mpaka ikakusa upande wa right, na ilikata main vein ya shingo, na hiyo damu kulingana na postmortem ilimwakika kwa windpipe, ndio naona angepona. So kwa sasa kesi iko kwa polisi, na ile kitu ningependa serikali itusaidie ni justice isifanyike, kwa sababu mtu wako in custody, uchunguzi malizike. Wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wakiongozwa na Phyllis Lumidi wamesema visa vya mauaji ya wanawake walio wajawazito zimeenea, wakitaka viongozi haswa wa bunge kuongeza makali ya sheria itakayokabili wahusika waweze kukamatwa na kushtakiwa kwa mujibu wa sheria. Inashangaza kwa sababu hizi vifo zote tatu hawa mama walikuwa na mimba. So tunaomba serikali, ambao kuna wale tulichagua kwa bunge na pia kuna wale kwa sababu ya kusoma wako na kazi katika idara mbalimbali. Kuna sheria hii Kenya ambayo yafaa zifuatwe. Tunasema ya kwamba femicide should be criminalized. Tunahitaji pia one stop center yenye ita handle matters za domestic violence, ya kwamba hata judicial systems zikuwe na term ambaye inaweza rule cases. Kabla hiyo kitendo ulikuwa nakaa mzuri. Hata niliambiwa ya kwamba alikuwa amempatia pesa kaenda kafanya shopping, chakula ya nyumba ya mwezi mzima. Walikuwa na ukomvi tu ya nyumba kidogo na bwana jioni, na ikaisha. Jioni karibu saa 11. Ilipoisha bwana akatoka kaenda kutembea. Mama akawa anapika msichana. Aliporudi saa ya 7 tulipata habari ya kwamba alipata wali na ndengu na bwana alikuwa anataka ugali. Pukushani zikaanza hapo. Mwili wa mwenda zake ungali umehifadhiwa kwenye chumba cha hifadhi cha maiti mjini Kakamega, huku mipango ya mazishi ikiendelea. Nikiripotia habari za TV Magharibi kutoka mjini Kakamega, naitwa Dan Dunde.